Marekani inajiandaa kuiondoa USS Abraham Lincoln, meli yake kubwa ya kubeba ndege za kivita, katika operesheni za Mashariki ya Kati baada ya meli hiyo kukaa baharini kwa zaidi ya miezi 8, huku USS George Washington ikiandaliwa kupelekwa katika eneo hilo kuchukua nafasi yake. Mabadiliko hayo yanakuja wakati ambapo muda mrefu operesheni ya Lincoln umeibua wasiwasi kuhusu hali ya wanajeshi walioko ndani ya meli hiyo, ingawa maafisa wa Marekani wanasema kubadilishana kwa meli hizo ni sehemu ya mzunguko uliokuwa umepangwa mapema. USS Abraham Lincoln ilianza safari yake ya operesheni mwezi Novemba mwaka jana, lakini Januari mwaka 2026 ilielekezwa Mashariki ya Kati wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ulipokuwa ukiongezeka. Baadaye meli hii ikawa sehemu muhimu ya operesheni za Marekani katika vita dhidi ya Iran vilivyoanza mwezi Februari. Ikiwa na ndege za kivita na mifumo mbalimbali ya ulinzi wa mashambulizi, Lincoln imekuwa ikitoa uwezo mkubwa wa kijeshi wa Marekani kutoka baharini katika eneo hilo. Kinachozua wasiwasi mkubwa ni muda ambao Lincoln imekuwa ikifanya kazi bila mapumziko ya kawaida. Seneta wa Marekani Richard Blumenthal amesema meli hiyo imekuwa kwenye operesheni kwa zaidi ya siku 250 na imetumia takriban siku 200 bila kufanya ziara ya bandari. Hali hiyo imefanya Lincoln kukaa baharini kwa muda mrefu sana, huku maelfu ya wanajeshi na wafanyakazi wakiendelea kuishi na kufanya kazi ndani ya meli bila kupata mapumziko ya kawaida nchi kavu. Muda huo mrefu wa kukaa baharini umeibua malalamiko kuhusu mazingira ya maisha ndani ya meli. Blumenthal katika barua aliyowasilisha kwa waziri wa ulinzi na kaimu waziri wa jeshi la wanamaji alitaja taarifa kuhusu upungufu wa baadhi ya mahitaji ya msingi, matatizo ya maji, mifumo ya mabomba, kuzorota kwa afya akili, masuala ya usalama kwenye staha na matatizo katika usafirishaji wa barua na vifurushi vya wanajeshi. Wasiwasi huo umeongezeka kutokana na taarifa za baadhi ya wanajeshi kukumbwa na matatizo ya afya ya akili wakati wa kipindi hicho kirefu cha baharini. Pia kumekuwa na ripoti za matukio ya wanajeshi kuingia au kujaribu kuingia baharini kutoka kwenye meli hiyo, jambo ambalo lilizua maswali kuhusu athari za uchovu, msongo wa mawazo na kutengwa kwa muda mrefu na maisha ya kawaida kwa wanajeshi wanaohudumu ndani ya Lincoln. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amepinga vikali taswira kwamba hali ya ndani ya Lincoln ni mbaya kama inavyoelezwa katika baadhi ya ripoti. Hegseth amesema taarifa kuhusu mazingira mabaya ndani ya meli hiyo zimewasilishwa kwa namna isiyo sahihi kabisa, huku akiongeza kwamba jeshi linaendelea kuhudumia wanajeshi wake na kuhakikisha mahitaji muhimu yanapatikana. Licha ya kauli hiyo, swala hilo limeanza kupata uzito mkubwa kisiasa Washington. Wabunge kutoka vyama vyote viwili wameitaka Pentagon kutoa maelezo zaidi kuhusu hali ya wanajeshi walioko ndani ya Lincoln. Mbunge wa Republican Malin Tasman pia amesema anatarajiwa kutaka taarifa kutoka Pentagon na utawala wa Marekani kuhusu mazingira ya meli hiyo, wakati Blumenthal akiendelea kuishinikiza majibu kuhusu madai aliyoyataja katika barua yake. Wakati Abraham Lincoln ikijiandaa kuondoka, Marekani inapeleka USS George Washington katika Mashariki ya Kati. George Washington imekuwa ikihudumu katika eneo la Indo-Pacific, lakini sasa imeanza safari kuelekea Mashariki ya Kati. Meli hiyo inatarajiwa kupitia njia za baharini kuelekea eneo la operesheni ambako itachukua nafasi ya Lincoln na kusaidia kuhakikisha Marekani inaendelea kuwa na uwezo mkubwa wa anga na majini bila kuwepo kwa pengo kubwa wakati meli ya sasa ikiondolewa. Maafisa wa Marekani walionukuliwa na The Wall Street Journal wanaeleza mabadiliko hayo yalipangwa kabla ya malalamiko kuhusu hali ya Lincoln kuibuka. Hivyo, kwa mujibu wa maelezo hayo, George Washington haijatumwa kwa dharura kutokana na madai ya matatizo ndani ya Lincoln. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako,
inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.